Jahazi TV. Sisi wagombea tumeanza kupita katika jimbo kuwashukuru wananchi, kuwashukuru wapiga kura. Tumepita katika sehemu mbalimbali za bodaboda, mikahawa na wale wote ambao kabla yake tulipita kwa ajili ya kuomba kura. Sasa leo tumefikia siku kukutana na viongozi wa jimbo, wakiwemo viongozi wa wadi, viongozi wa matai yote, viongozi wa jumuiya zote, na hiyo shughuli imepangwa leo kwa ajili ya kutoa shukrani. Kubwa moja hapa tulifanyika leo ni kukutana nao na kuwashukuru, lakini la pili ni kuendeleza mshikamano katika jimbo letu la Kiembe Samaki, na la tatu ni kuhakikishiana kwamba tayari tupo tayari kuanza kazi ya utekelezaji kama vile tulivyoahidi wakati ule sisi tulipokuwa ni wagombea. Kubwa ni kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kusimamia kero za wananchi, na hali kadhalika kufanya kazi pamoja na viongozi wetu wa jimbo katika kuleta maendeleo ya jimbo hili. Kumekuwa kuna maofisa pia kutoka mamlaka ya maji pamoja na barabara waliokuja kueleza mipangilio ya serikali katika kuleta maendeleo ya miundombinu kwenye jimbo hilo. Wameeleza kwa uzuri, wameeleza kwa fasaha na wameweka wazi yale ambayo yatatekelezwa katika kipindi kinachofuata cha miaka mitano. Wananchi walikuwa na wasiwasi, wengine kusema kwamba hapati maji, wengine nasema kipata maji hapati maji, lakini maelezo yaliyotoka hapa yametosheleza kabisa. Kuna mradi mkubwa ambao utapita hapa Kiembe Samaki. Pia kuna maendeleo barabara yataendelea katika jimbo la Kiembe Samaki. Kwa hivyo hiyo imeondoa hofu na imeleta taswira nzuri na watu wote wamefarajika. Kwa hivyo hayo ni yaliyoelezwa, lakini kwa upande wetu viongozi pia tumeeleza juu ya umuhimu wa amani katika nchi yetu, amani katika jimbo letu, na tumeeleza wazi kwamba amani ni muhimu na sote sisi tunapaswa kusimamia amani, na sote sisi ni wadau wa amani. Isiwe tu kwamba tunaona kwamba ni viongozi wa amani, lakini la, sote sisi kuanzia ngazi zote za jimbo mpaka ngazi za taifa. Kwa hivyo tumekumbushana juu ya umuhimu wa amani, na haya yote ambayo yamepangwa kutekelezwa katika kipindi hichi cha 2025-2030 yatategemea zaidi utulivu wa nchi ambao nashukuru upo kwa upande wetu wa Tanzania, lakini wajibu wetu sisi kukumbushana zaidi. Ni tumeambia wananchi kwamba wawe na subra, wavumilivu na tuwe mashirikiano. Sisi viongozi wao kupitia serikali kuu tupo imara katika kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuja katika jimbo la Kiembe Samaki kama tulivyoahidi. Kwa leo nilikuwa mimi mbunge nikimwakilisha pia viongozi wengine, mwakilishi ambaye yuko nje ya nchi na madiwani alidharurika kwenye mafunzo, lakini kwa ujumla mambo yote yamekwenda vizuri. Tumetoa nafasi pia kwa viongozi na wao kuuliza maswala ambao wameuliza maswala mpaka ufafanuzi, na sasa hivi tuko katika hatua za mwisho za kumaliza mkutano wetu kwa kupata tabaruk, na baada ya hapo ndio kwa siku ya leo tumemaliza. Na kwa nini tukasema tumalize leo? Tumetaka haya yote ya kuwashukuru wananchi pamoja na viongozi tufanye katika mwaka huu wa 2025, kwa sababu ndio mwaka ambao tulipita na huu ndio mwaka tulipiga kura na huu mwaka ndio ulikoshinda. Kwa hivyo tumetaka tumalize leo kabla kuanza rasmi kwa programu ya sherehe za Mapinduzi ambayo mara hii inaanza mapema, na Idi itapoingia 2026 hiyo tushakutana na wahusika wote, tushashukuru wote, tuendeleze kazi. Kwa hivyo tutasema hilo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa na tuko tayari kuanza kazi kama tulivyoahidi na kama tulivyosema wakati wa kampeni. Kwa kweli mimi kama msimamizi wa siasa wilaya ya Dimani nimeridhika na nimefurahi sana. Kila kiongozi anapangwa na Mwenyezi Mungu na hakuna binadamu mkamilifu, sote wakosefu ala peke yake, lakini mwenzio anapofanya jambo zuri lazima umpongeze. Ile jambo zuri linafaa kuigwa na kupongezwa. Ombi langu kwenu, makundi ya shambuliza kazi, na hasa hili linahusu sana viongozi wangu.
Tunapokuwa ndani ya chaguzi tunakuwa na makundi yetu, na wengine tunajifungamiza hivi kabisa, tunakuwa wazi kwamba niko kwa fulani. Chaguzi zote hizo zimemalizika na chaguzi kubwa ya serikali imemalizika. Chama cha Mapinduzi sote wamoja. Tulipokoseana tusameheane, tuchape kazi ya Chama cha Mapinduzi. Viongozi wetu wakuu wa kitaifa wanafanya kazi kubwa sana iliyotukuka. Maendeleo yanakuja kama mafuriko. Tusimamieni vizuri, tukagueni miradi, tuwakumbushe, panapokosewa tukosoe. Ndio kazi ya Chama cha Mapinduzi. Sisi ndio wasimamizi wa ilani. Uchaguzi tumemaliza, na wakati wa uchaguzi si kosa kila mtu kuwa na mtu anayempenda, lakini baada ya kumaliza uchaguzi tunakuwa wamoja, kwa sababu tumeshapata viongozi wetu, na katika jimbo hili tumempata mbunge ambaye yuko hapa na mwakilishi ambaye ana dharura, lakini na madiwani. Hao ndio viongozi wetu, na tunapaswa kuwa kundi moja la Chama cha Mapinduzi, sio kundi jingine. Ndugu zangu, nimesema niyaseme haya kwa makusudi. Nimeshaanza kusikia chokochoko, nimeshaanza kusikia nong'ono. Watu wanajipanga kwa 2027, sijui kama wana miadi ya Mwenyezi Mungu kama watafika. Ndugu zangu, viongozi upangwa na Mwenyezi Mungu, na nawaomba sana, kama mtakuwa mko hai 2027, msichague kiongozi wa kuja kukulindeni hapo mtapotaka kugombea wengine wenu 2030. Chagueni viongozi watakaoweza kuja kusimamia. Chagueni viongozi watakaozunguka kwenda kuangalia wanaotekeleza mbunge na mwakilishi. Jahazi TV.